Inawezekana wengine wakajiuliza kwa nini tunajadili leo. Mambo mengi ambayo tumeyajadili na kuyapitisha leo, mengi ni yale ambayo yalifanywa kipindi ambacho taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulikuwa katika kampeni na tulikuwa katika uchaguzi. Waheshimiwa madiwani tulikuwa katika uchaguzi, waheshimiwa wabunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hata rais wa Zanzibar. Kipindi ambacho hatupo, shughuli za serikali za utendaji zinaendelea kufanywa kama kawaida, na sheria huwa inakasimu madaraka kwa mkurugenzi kwa kushirikiana na timu yake ya management. Sisi kama waheshimiwa madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, tuliporejea hapa baada ya uchaguzi, tulipokea taarifa ya utendaji kazi katika kipindi ambacho tulikuwa hatupo. Lakini ukiacha taarifa ya jumla ambayo tuliipokea na tukairidhia, zilikuwepo taarifa za robo. Moja ya robo ambayo tumeipitia na kuridhia taarifa yake ni taarifa ya robo ya pili ya kazi zilizofanywa kuanzia mwezi Oktoba mpaka mwezi Desemba. Tumeridhika kwamba halmashauri yetu imeendelea kukimbia, imeendelea kuchapa kazi. Iko kazi nzuri ya usimamizi ambayo mkurugenzi amekuwa akiifanya kwa niaba ya watendaji, na hakuna shughuli hata moja katika kipindi ambacho tulikuwa katika uchaguzi ambayo ilisimama, iwe ya kutekeleza miradi ya maendeleo, iwe ya kutoa huduma za wananchi ndani ya manispaa yetu ya Kinondoni. Kikao chetu cha leo, mbali ya taarifa hizo, tumepitisha maazimio mbalimbali kutoka kamati za kudumu za halmashauri. Maazimio tuliyoyapitisha, tunaitaka sasa halmashauri kwa maana ya mtendaji mkuu, mkurugenzi pamoja na timu yake wakajipange kuhakikisha maazimio yote tuliyoyapitisha yanakwenda kutekelezwa. Moja ya mambo ni uchafuzi wa mazingira ambao umeendelea. Tumekubaliana hapa lazima tuwe na maeneo ambayo yatakuwa ni smart area ndani ya manispaa yetu, kwamba hata mtu akija anajua ameingia manispaa ya Kinondoni. Manispaa hii ni safi. Leo ukienda pale Moroko, ukiwa unateremka unakwenda Mwenge, nyinyi ni mashuhuda, mpangilio wa majengo ulivyo pale, unasema hapa niko wilaya nini ya Kinondoni. Tungependa maeneo kama yale yawe mengi, tusiwe na eneo moja tu kwamba ndio smart area. Hata hii Kinondoni tulishasema barabara ya Moroko lazima iwe smart area. Sasa wanafanyaje barabara ya Moroko kutoka Magomeni kwenda mpaka kule Moroko iwe smart area? Pembeni mabanda yanarudi kwa kasi sasa hivi. Tuliondoa haya mabanda, sasa hivi yanarudi. Hatujui anayarudisha haya mabanda ni nani, anamlipa nani, anafaidika nini? Hapo hapo tena kuna gulio lilianzia Biafra, sasa hivi gulio limeshafika msikiti wa Mtambani. Tuwezi kuwa na jambo la namna hiyo kama kweli tuko serious, tunataka tuwe na smart area. Haya magari mabovu, nimesema hapa leo Tandale yote ni magari mabovu. Ni lini tulikaa kwenye mipango miji tukapitisha kwamba eneo la Tandale ni eneo la kuuza magari machakavu, ndio tumefanya ni dumping area? Ni lini tulikaa tukapitisha kitu cha namna hiyo? Management ilipokea hili, iende kalitathmini, na kwa kweli tufanye maamuzi magumu ambayo yataufanya mji wetu uko safi na salama. Lau wanasema wanahitaji vitu vya namna ile, basi twende tukatafute eneo, watu wakiwa wanahitaji hizi huduma wajue kama ni kwenda Bunju, kama ni kwenda Mabwepande, wao wanafuata huduma kama zile nje ya mji, lakini sio katikati ya mji. Lakini jingine, Mheshimiwa Mkurugenzi, tupo katika masika imeanza. Tunashukuru Dar es Salaam kidogo Mungu ametupendelea, mvua zimechelewa kuja, lakini hatujui bado tuna mwezi wa tatu huu, tuna wa 4, tuna wa 5. Hatujui hii miezi mitatu mvua zitakuja kwa nguvu ya namna gani. Lile swala ambalo mnasema mmetenga fedha tayari, nataka tu sasa mzitawanye kwenye kata. Mimi naomba liwe haraka, na kiwango hicho mkurugenzi, na kuomba kaa na mchumi, kaa na management team yako, najua ni milioni 90 na ngapi,
zinaweza zikawa ni nyingi, lakini mimi naweza nikaona ni ndogo kulingana na changamoto iliyopo. Mifereji, ndugu zangu, imeziba kwenye maeneo mengi, hasa ile ambayo imefunikwa. Kwa hiyo tuna kazi kubwa kwanza ya kufunua ile mifuniko, zile takataka ziweze kutolewa. Kazi ile hatuwezi tukaifanya halmashauri peke yetu, kama tulivyofanya miaka 3-4 iliyopita kwa kutawanya hela kwenye lower level. Waheshimiwa madiwani na watendaji na wenye viti wa mitaa wakasimamia. Mimi naomba na hili tuliharakishe, tupeleke fedha huko chini, kazi hii ikafanyike kabla masika hayajachanganya, ili maji yaweze kutembea. Lakini kingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni suala la usafishaji mito. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia nitoe taarifa kwamba tayari tushatenga milioni 95 na sasa ziko kwenye idara ya uhasibu kwa ajili ya kupeleka katika kata na mitaa ili kuweza kusafisha maeneo yetu na kwenda sambamba na ile mvua ambazo zinanyesha kwa sasa. Kingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuna zaidi ya kupokea na tunaahidi kwamba tutaendelea kushirikiana na nyinyi kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo na tunatekeleza kazi yetu kwa ufanisi. Asante. Sura ya 288 toleo la 2023 inakusudia kutunga sheria ndogo mbili. Sheria ya kwanza ni sheria ya ada na ushuru halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ya mwaka 2026 na ya pili ni sheria ndogo ya ushuru wa huduma ya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Nikianza na sheria ndogo ya ada na ushuru, katika sheria hii imejumuisha vyanzo mbalimbali zaidi ya 20 kwenye sheria moja. Kwa uchache kama kuna ada ya ukaguzi wa nyama, kuna ada ya maombi ya kujenga vituo vya kuoshea magari, kuna ushuru wa kuegesha vyombo vya usafirishaji na michezo majini, ushuru wa kuegesha vyombo vya uvuvi, ushuru wa mazao ya uvuvi, ada ya upimaji wa ardhi ambayo inajumuisha pia na uandaaji wa michoro na mipango miji, ada ya vibali vya ujenzi, ada ya kodi za kutumia maeneo yanamilikiwa na halmashauri pamoja na fuko kwa maana ya maeneo ya wazi, kuna ushuru wa madini ya ujenzi, kuna ada ya usajili wa vikundi, gharama za uchunguzi wa eneo la ujenzi wa majengo, gharama za malipo kwa ajili ya cheti cha kutumia jengo, kwa maana kwamba anapopewa kibali cha ujenzi, unapokamilisha ujenzi unatakiwa uombe sasa wataalamu wakukague na kukupa certificate of occupation, kwamba lazima upewe ile kwa sababu kama jambo lako limekamilika kadri ulivyokuwa umeomba. Ushuru wa huduma ya choo kwa vyombo vya jumuiya katika halmashauri, ushuru katika vituo vya mabasi, ada ya usajili na ukaguzi wa mabwawa ya kuogelea, ushuru wa maegesho na ada ya kuegesha vyombo vya usafiri, ada ya kodi na kutumia mali za halmashauri, ada za maombi ya zabuni za halmashauri, ada ya kwa ajili ya bima chakavu pamoja na bidhaa za chakavu za plastiki, kwa maana maeneo ambayo yanakuwa yametengwa kwa ajili ya kununulia vifaa chakavu, mali chakavu hizi pamoja na usafirishaji tumeweka kwenye sheria ili kudhibiti sio kila sehemu kuwe na vifaa chakavu. Yaani sio kila mtu anakuwa anajiamulia tu nyumbani kwake anaanza utaratibu wa kununua na kusafirisha vifaa chakavu. Lakini pia kuna gharama za kutumia huduma mbalimbali kwenye uwanja wa KMC nayo ipo kwenye sheria ndogo hizi. Sheria ya pili ni sheria ya ushuru wa huduma ya manispaa ambayo sheria hii inataka kwa mtu yoyote, kampuni ya mtu yoyote ambaye ana leseni ya biashara ndani ya manispaa ya Kinondoni anataka kulipa ushuru wa huduma ambao ni 0.25. Kabla ya mwaka jana mwezi wa 7 ilikuwa inalipwa 0.5. Na 0.3 inatokana na mauzo yake ukiondoa kodi ya ongezeko la thamani na kodi ya bidhaa. Kwa hiyo inabaki anapigia 0.25 anatakiwa kulipa ushuru huo. Kwa hiyo sheria hii ndogo imeelekeza taratibu namna gani ya kukusanya ushuru huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, labda nielezee kwa ufupi tu mchakato ambao sasa hapa tumeanza. Nielezee mchakato ambao tunaofuata kwa kukamilisha sheria hii. Hatua ya kwanza tayari ilishapitishwa kwenye kikao cha management pamoja na
kwa kamati ya fedha, na sasa tumewasilisha kwenye baraza kwamba taarifa ili iweze kutangazwa. Kwa hiyo baada ya hapo tunatoa tangazo kwa wadau pamoja na wananchi mbalimbali kutoa maoni yao. Tunawapa siku 30 kuanzia leo kwa ajili ya kutoa maoni yao. Kwa hiyo nakala ya sheria ndogo zitapatikana kwenye ofisi zote za kata. Kwa hiyo kila mwananchi anakaribishwa kwa ajili ya kutoa maoni. Kupitia barabara nyingi tumeona zimeharibiwa na mvua, tunashukuru. Sasa hivi tuna greda moja na mitambo mingine ambayo iliyopo hapa halmashauri na excavator. Tumesema tutaanza kwa utaratibu, na kama yupo diwani ambaye ana kero katika kata yake, basi ni vyema akaleta idadi ya barabara ambazo zinahitajika kufanyiwa kazi kwa haraka, ili mkurugenzi na timu yake aweze kuona ni namna gani kunaweza kukafanywa kazi. Lakini tunaendelea kuhimiza vile vile mkurugenzi aendelee kuhimiza na mitambo ile mingine ambayo tumeagiza iweze kufika kwa wakati, ili iweze kutatua kero za miundombinu katika kata zetu. Lakini Mheshimiwa Mstahiki Meya, kwenye swala la mitaro imetokeza hoja mara kadhaa ndani ya kamati, lakini hata kwenye patikoka juzi kulijitokeza hoja na tulizichukua. Tuone ni namna gani Mheshimiwa. Zamani tulikuwa tuna utaratibu wa kupatiwa fedha za kusafisha mito na mifereji katika kata zetu. Ningekuomba Mheshimiwa, kwa kuwa kilio hiki kimekuwa kikubwa kwenye kata nyingi, ni kuombe ikikupendeza wewe na kamati yako ya fedha ama baraza hili likiamua, basi iwe natoka fedha kama utaratibu tuliokuwa tunautumia zamani ya kufanya usafishaji katika kata zetu, ili tuweze kusimamia ile mitaro ambayo ni kero iweze kufanyiwa kazi kuanzia huku Tandale, Kijitonyama, Kunduchi na maeneo mbalimbali. Kwa kuwa mitaro mingi, kuna mitaro ambayo imefunikwa, sasa inakuwa ni shida kufanya usafi kwenye ile mitaro. Lakini sisi tulioko kule kwenye kata, naamini kwa kuwa tunajua mitaro yetu iko katika mazingira gani, ni rahisi kutumia vibarua katika ngazi ya kata na tukafanya usafishaji huo kwa ustawi wa mazingira yetu ya manispaa yetu ya Kinondoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, yafuatayo ni maazimio kwenye ziara yetu ambayo tuliifanya kama kamati. Tulimwomba na kumwelekeza mhandisi wa manispaa asimamie marekebisho ya kazi zenye mapungufu katika umaliziaji wa ujenzi wa maabara katika shule ya Mbezi Juu Sekondari. Tulielekeza division ya kilimo na mifugo, kama nilivyosema, waangalie namna gani ambavyo tunaweza tukaboresha machinjio yale ili yaweze kuendelea kutumika. Lakini mwisho ni ushauri ambao baada ya ziara ile tulikaa kama kamati na kutoa maazimio na ushauri ufuatao. Wa jumla, waheshimiwa madiwani washirikishwe katika afya ya lishe. Kamati ilipendekeza ziara ijayo kwenda kutembelea shamba la Malolo Mabwepande, kwa sababu inaonekana kwenye taarifa limetajwa mara nyingi na shughuli nyingi za uzalishaji zimetajwa kufanyika.